Mtazamaji wa Starline Africa Network, kama ilivyokuwa jadi yetu kuhakikisha ya kwamba tunakufikishia habari zote ambazo unatakiwa kuzifanya, tunaomba bonyeza neno subscribe ili uendelee kuwa mwanafamilia na kujiunga na familia yetu ya Starline Africa Network. Asante na karibu uweze kupata historia ya maisha halisi ya Papa marehemu Papa Francis wa 16. Papa Francis mwaka 2013, Francis alikuwa papa wa kwanza kutoka Amerika na kutoka ulimwengu wa kusini. Alimrithi Benedikto wa 16 ambaye alifariki mwaka 2022. Benedikto wa 16 alikuwa papa wa kwanza kustaafu kwa hiari yake baada ya takriban miaka 600. Papa Francis jina lake kamili ni Jorge Mario Bergoglio. Alikuwa kardinali wa Argentina na alikuwa na umri wa miaka 70 alipokuwa papa mwaka 2013. Bergoglio aliwavutia wahafidhina wengi juu ya mtizamo wake kwa masuala ya mahusiano, huku akiwavutia wanamageuzi kwa msimamo wake wa kiliberali juu ya haki za kijamii. Lakini ndani ya urasimu wa Vatican, baadhi ya majaribio ya Francis ya kuleta mageuzi yalikumbana na upinzani, lakini alibaki kuwa maarufu miongoni mwa wanamapokeo. Aidha, kuanzia wakati wa kuchaguliwa kwake, Francis alionyesha kuwa atafanya mambo tofauti. Aliwapokea makardinali wake kwa njia isiyo rasmi ya kusimama badala ya kuketi kwenye kiti cha enzi cha upapa. Tarehe 13 Machi 2013, Papa Francis alijitokeza kwenye roshani inayoangalia bustani ya St. Peter's Square akiwa amevalia mavazi meupe. Alipewa jina jipya ambalo lilimtukuza Mtakatifu Francis wa Asisi, aliyekuwa mhubiri wa karne ya 13 na mpenda wanyama. Papa mpya aliweka misheni ya maadili kwa wafuasi bilioni 1.2 wa kanisa lake. Napendelea kanisa maskini na kwa watu maskini, alisema. Jorge Mario Bergoglio alizaliwa huko Buenos Aires, Argentina tarehe 17 Desemba mwaka 1936. Yeye ni mtoto mkubwa kati ya watoto 5. Wazazi wake walikimbia nchi yao ya asili ya Italia ili kuepuka maovu ya ufashisti. Alipenda mchezo wa tango, kwa jina jingine tunaita ngoma ya asili ya Argentina, na akawa shabiki wa klabu yake ya soka ya mtaani ya San Lorenzo. Alipona baada ya kuugua pneumonia na kufanyiwa upasuaji wa kuondoa sehemu ya pafu lake, na hilo lilimwacha katika hatari ya kuambukizwa katika maisha yake yote. Akiwa mzee pia alipatwa na maumivu kwenye goti lake la kulia ambayo aliyataja kuwa ni unyonge wa kimwili na kuendelea kusimama huku akitenda kazi
iliyompaswa kuitenda. Bergoglio akiwa kijana alifanya kazi kama mlinzi wa klabu ya usiku na kufanya kazi ya ufugaji kabla ya kuhitimu chuo kama mwanakemia. Alifanya kazi katika kiwanda cha ndani na Esther Balestrino, mwanaharakati aliyefanya kampeni dhidi ya udikteta wa kijeshi wa Argentina. Mwanamke huyo alitekwa, akapotea na hakupatikana tena. Akiwa mjesuti akasoma falsafa na kufundisha fasihi na saikolojia. Alitawazwa muongo mmoja baadaye na kuwa mkuu wa mkoa wa kanisa hilo nchini Argentina mwaka 1973. Wengine wanaamini alishindwa kusema vya kutosha kupinga majenerali wa utawala katili wa kijeshi wa Argentina. Vile alituhumiwa kuhusika katika utekaji nyara wa makasisi wawili wakati wa vita vibaya vya Argentina, kipindi ambacho maelfu ya watu waliteswa au kuuawa au kutoweka kutoka 1976 hadi kufikia mwaka 1983. Mapadre hao waliotekwa na jeshi waliteswa, lakini hatimaye wakapatikana wakiwa hai, wakiwa hawajifahamu na wakiwa nusu uchi. Lakini tuhuma za kuhusika alizikanusha yeye mwenyewe binafsi na kusisitiza kuwa alifanya kazi nyuma ya pazia ili waachiwe huru. Alipoulizwa kwa nini hakuzungumza kukemea utawala wa kijeshi, alisema hata ilikuwa ngumu sana kwa kweli. Akiwa na umri wa miaka 36 alijikuta katikati ya machafuko ambayo yangemtikisa hata kiongozi mwenye uzoefu. Hakika aliwasaidia wengi waliojaribu kuikimbia. Ujumbe wa amani ambao Papa Francis alikuwa akihubiri sana kila eneo alikoenda. Alikuwa askofu msaidizi huko Buenos Aires mwaka 1992 na kisha akawa askofu mkuu. Papa Yohane Paul wa pili alimteua kuwa kardinali mwaka 2001 na akachukua nyadhifa katika utumishi wa umma wa kanisa hilo la Katoliki. Katika mahubiri yake alitoa wito wa umoja katika jamii na kukosoa serikali ambazo zilishindwa kuwapa kipaumbele watu maskini zaidi katika jamii zao. Akiwa papa, alifanya juhudi kubwa sana kuponya mpasuko wa miaka 1000 na kanisa la Orthodox la Mashariki. Francis alifanya kazi na Waanglikana, Walutheri na Wamethodisti na kuwashawishi marais wa Israel na Palestina kuungana naye kuombea amani. Kuungana naye kuomba amani. Baada ya mashambulizi
baada ya mashambulizi ya wapiganaji wa Kiislamu. Alisema si sawa kuhusisha Uislamu na vurugu. Kama Marekani wa Kusini anayezungumza Kihispania alihusika kama mpatanishi wakati serikali ya Marekani ilipoelekea kwenye maelewano ya kihistoria na Cuba. Ni vigumu kufikiria Papa wa Ulaya kuhusika katika jukumu muhimu kama hilo la kidiplomasia. Lakini misimamo yake ya jadi, alisema kanisa linapaswa kuwakaribisha watu bila kujali mwelekeo wao wa kijinsia, lakini akasisitiza watu wa mapenzi ya jinsia moja. Kuwasili watoto ni aina ya ubaguzi dhidi ya watoto. Kulikuwa na mjadala baada ya kukubali aina fulani ya miungano ya jinsia moja kwa wanandoa wa jinsia moja, lakini Francis hakukubali kuiita ndoa, akisema itakuwa ni jaribio la kuharibu mpango wa Mungu. Muda mfupi baada ya kuwa Papa 2013 alishiriki katika maandamano ya kupinga uavyaji miamba huko Roma, akitoa wito wa haki za kuishi za watoto ambao hawajazaliwa tangu wakati wa kutungwa mimba. Ingawa alionekana kuruhusu uzazi wa mpango kutumika kuzuia magonjwa mbalimbali, lakini alisifu mafundisho ya Papa wa sita ya Paul wa sita juu ya jambo hilo, ambaye alionya linaweza kuwafanya wanawake kuwa vyombo vya starehe kwa wanaume. Mwaka 2015 Papa Francis aliambia hadhara nchini Ufilipino kwamba uzazi wa mpango unahusisha kuharibiwa familia kwa kuinyima watoto, sio ukosefu wa watoto ambao uliona kuwa unadhuru, lakini ni uamuzi wa makusudi wa kutozaa, alisema Papa katika hadhara ya mkutano wake aliofanya katika nchi ya Ufilipino kukabiliana na unyanyasaji. Papa Francis alikuwa ni kiongozi na nguzo moja kubwa muhimu na nzuri kukabiliana na janga la unyanyasaji. Changamoto kubwa zaidi kwa Papa ni kutoka kwa wale wanaomtuhumu kushindwa kukabiliana na unyanyasaji kwa watoto na kutoka kwa wakosoaji na kihafidhina ambao walihisi alikuwa akidhoofisha imani hiyo, hasa kwa kuruhusu Wakatoliki kutalakiana na waliooa. Ruhusu Wakatoliki kutalakiana na waliooa tena washiriki ushirika. Wahafidhina pia walilichukua swala la unyanyasaji wa watoto kama silaha katika kampeni yao ya muda mrefu. Agosti 2018, Askofu Mkuu Carlo Maria Viganò aliyekuwa balozi wa kitume nchini Marekani alichapisha nyaraka ya kurasa 11 inayoelezea mfululizo wa maonyo yaliyotolewa kwa Vatikani kuhusu tabia
ya kardinali wa zamani Thomas McCarrick. Ilidai kuwa Papa kardinali wa zamani McCarrick alikuwa mnyanyasaji ambaye aliwashambulia watu wazima na watoto. Askofu mkuu Viganyo alisema Papa alimfanya McCarrick kuwa mtoa ushauri anayeaminika na kujua kuwa alikuwa mwovu. Licha ya kujua kuwa alikuwa mwovu, suluhu ilikuwa wazi, alisema Papa Francis. Aidha, alisema Papa Francis anapaswa kujiuzulu. Mzozo huu ulitishia kulimeza kanisa. Hatimaye McCarrick aliachishwa kazi na Papa Francis mnamo Februari 2019 baada ya uchunguzi wa Vatican kukamilika. Lakini licha ya yote hayo kuendelea na yote yaliyofanyika, bado Papa Francis alikuwa ni mhubiri mkubwa na muumini mkubwa sana aliyehimiza imani. Wakati wa janga la COVID, Francis alighairi kuonekana kwake mara kwa mara katika bustani ya St. Peter's Square kuzuia virusi kuenea kwa washirika wake. Katika mfano muhimu wa uongozi, pia alitangaza chanjo ni wajibu wa wote. Mwaka 2022 alikuwa papa wa kwanza kwa zaidi ya karne moja kumzika mtangulizi wake baada ya kifo cha Benedikti akiwa na umri wa miaka 95. Wakati huo pia alikuwa na shida zake za kiafya na kulazwa hospitalini mara kadhaa, lakini Francis alidhamiria kuendelea na juhudi zake za kukuza amani ya kimataifa na mazungumzo baina ya dini. 2023 alihiji Sudani Kusini akiwasihi viongozi wa nchi hiyo kumaliza migogoro. Alitoa wito wa kukomeshwa vita vya kikatili nchini Ukraine, ingawa aliwakatisha tamaa wa Ukraine kwa kuonekana kumeza ujumbe wa propaganda wa Urusi kwamba Ukraine ilichochea vita. Jorge Mario Bergoglio alifika kwenye kiti cha enzi cha St. Peter kwa nia ya kuibadilisha, lakini kutakuwa na wakosoaji watakaoonyesha udhaifu wake katika kukabiliana na unyanyasaji wa kijinsia na makasisi. Lakini pia alileta mabadiliko. Aliwateua zaidi ya makardinali 140 kutoka nchi zisizo za Ulaya na kulifanya kanisa lenye mtazamo wa kimataifa zaidi kuliko ule aliourithi. Alikuwa ni papa aliyechagua kutoishi katika jumba la mitume la Vatican, lakini aliishi katika jengo la karibu ambalo Papa John Paul wa pili alilijenga kama nyumba ya wageni. Papa alidhamiria kuitikisa taasisi yenyewe kwa kuimarisha kazi ya kihistoria ya kanisa kwa kukata migogoro ya ndani migogoro ya ndani kwa kuwalenga maskini na
kulirudisha kanisa na kulirudisha kanisa kwa watu. Kurudisha kanisa kwa watu na kusema, kama ningelazimika kuchagua kati ya kanisa lililojeruhiwa ambalo linakwenda mitaani na kanisa lililo na wagonjwa lililojitenga, ningechagua la kwanza ambalo linaenda mtaani, alisema baada tu ya kuchukua wadhifa huo. Hiyo ndiyo historia ya Papa Francis tangu kufa kwake, tangu kuzaliwa kwake, kukua hadi kufa, lakini pia aliyoyafanya enzi za uhai wake. Hii ni Star in Africa Network. Bonyeza neno subscribe, utakuwa umejiunga na familia yetu kubwa hii sana ya Star in Africa Network. Endelea kutufuatilia kila wakati, habari zetu haziboi kabisa. Asante.